Mimi naitwa Korumbale Babas, mwandishi msomi kutokea Arusha. Siku mbili zimetamatika za mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ambaye alikuwepo hapa kuanzia siku ya tarehe 18 na 19 katika eneo la Mlima wa Maombi lilopo Oljoro pale VETA, pembezoni kidogo mwa stendi mpya ya jiji la Arusha inapojengwa. Kikubwa ambacho nataka tukizungumzie ni matokeo ya mkutano ule uliokutanisha maelfu ya watu ndani ya siku mbili. Siku ya tarehe 19 ndio siku ambayo iliwaleta pamoja Watanzania wengi zaidi, huku Malkia wa muziki wa Injili Rose Muhando alipata nafasi ya kuwa sehemu ya mkutano huo pamoja na Martha Moipaja. Rose Muhando na Martha Moipaja hawa pia ni watu ambao huwa wanamfuatilia Pastor Ezekiel, na nimekuja kugundua baada ya hizo siku mbili, baada ya Martha Moipaja kupost kwenye mitandao ya kijamii, ni babake ya kiroho pia, lakini pia na Rose naye ni babake ya kiroho. Hao wote wawili walifika kwenye mkutano huo, na kwa sababu watoto walifika kwa baba, Rose Muhando alipata nafasi ya kuperform au kuimba kwenye mkutano huo, na ni nadra sana Pastor Ezekiel kwenye mkutano wake kumpandisha mwimbaji yoyote. Huwa anaimba yeye binafsi. Zamani alikopo na kwaya yake ambayo ilikuwa inaimba, lakini sasa hivi huwa anaimba yeye binafsi au na Rosemary ambaye huwa ni back vocal wake katika nyimbo ambazo amekuwa akiziimba, ambaye huyu dada yeye ni Mkenya, anafanya vizuri sana kwenye muziki wa Injili. Sasa Pastor Ezekiel ana zaidi ya miaka miwili, kama sio miaka miwili, hajawahi kumpandisha mwimbaji yoyote aimbe kwenye jukwaa lake kwa mimi ninavyofahamu, ukiacha huyo Rosemary nilimtaja, lakini pia babake wa kiroho mara mwisho alimpandisha pale Mbeya, aliimba. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Malkia wa Injili Rose Muhando alipata nafasi ya kupanda kwenye jukwaa na kuimba, lakini Martha Moipaja hakupanda kwenye jukwaa, labda kwa sababu bado alikuwa na msimamo kwamba amestaafu na hawezi kuimba tena muziki wa Injili kwa sababu ya yale magumu ambayo ameyapitia. Alisema kwamba anaacha muziki. Katika mahubiri ambayo yaliendelea siku ya tarehe 19, Pastor Ezekiel aliongea mengi sana, lakini alizungumza namna ambavyo watumishi wa Mungu wanaweza kukatishwa tamaa, akielezea mapito ambayo yeye pia aliwahi kupitia. Watu wakamkatisha tamaa sana kupitia kumsingizia baadhi ya vitu ambavyo havikuwa vya kweli, na baadhi ya vitu hivyo vilimletea changamoto kwenye huduma yake, ikiwemo kuhusishwa na vitu ambavyo yeye hakuwahi kuvifanya. Akapata kibali cha kusimama kwenye bunge la Kenya, ambapo alithibitisha pasina shaka kwamba yeye hahusiki na tuhuma hizo na anasingiziwa na huduma yake ni safi kabisa. Ndipo ambapo akapewa kibali tena cha kuanza kufanya huduma hizo. Lakini anasema kipindi hicho, wakati ana changamoto hizo, alimuomba Mungu, akasema, Mungu, wewe unanijua mimi, na nafasi uliyokuwa umenipa ukirudisha katika ukubwa ule ule, nitakutumikia kama sijawahi kukutumikia kabla. Hakuna mtu aliyejua maisha yangu. Nilibakia mchafu katikati ya watu. Nilitupiwa mawe mpaka siku ya Mungu. Ningevunjika moyo, hatungelikuwa hapa. Nilimwambia Mungu, ukinipa nafasi nyingine nitakusumbua mimi, nitakutumikia mpaka. Wakati mwingine babangu wa kiroho ndio huwa ananiambia, umetumika sana, nenda ukae chini. Akarudi kwa Martha, akaeleza kwamba amemuona kwenye mitandao ya kijamii yale anayopitia na jinsi alivyozungumza. Akamwambia hapaswi kukata tamaa, kwa sababu yeye ni kama sahani yenye chakula ambayo watu hawatakiwi kuivunja hiyo sahani ya chakula, kwa sababu tu chakula kimeisha, kuna wakati chakula kitakuja utataka kutumia. Ndio mifano mingi sana. Wakati anazungumza hivyo, Martha akapanda jukwani kwa ajili ya kuzipokea hizo baraka, kwa sababu maneno yale yalikuwa ni kama ya baraka anatoa kwa Martha Moipaja. Kwa Martha akanyanyuka kwenye kiti alipokuwa amekaa karibu na Rose Muhando na kwenda kuwekewa mikono. Ninapomtazama dadangu akiumia, nasikia kuugua. Baba uliyenisikia, usikie na machozi yake na maisha yake. Kama tuko wachafu, wewe uliyetuita wajua, na kama hatufai, wewe wajua. Taji zetu wewe ndio uko nazo, na taji ya dadangu uko nayo. Baada ya haya yote, nyota yake ikaweze kung'aa juu ya mamilioni na mamilioni, ili wale watakaoumia na watakaoumizwa
watasema kama yule aliamuka tena, hata na mimi sitaacha. Na Mungu aliyenikumbuka akukumbuke, akuinue. Saa hii kwa wengi haufai kama vile sikufaa, lakini kwake aliyekuita bado anakuita mwanawe, tena mtumishi wake. Na maneno haya yabakie maishani mwako, ya kutunze. Baada ya kuwekewa mikono pale, mkutano uliisha, lakini wote walienda kumwaga Pastor Ezekiel, kwa sababu mimi niko sehemu ya watu ambao tulishiriki kwa ajili ya kumwaga. Kati anaenda airport, alipanda pale Kisongo saa 12:06. Ndege binafsi ambayo aliondoka nayo, ambayo ilimleta ndio aliondoka nayo. Kwa hiyo wakati wa kumsindikiza, sehemu alikuwa amefikia, Martha Mwaipaja alipata nafasi ya kwenda kuzungumza na Pastor Ezekiel. Ndani wakawa yeye Pastor Ezekiel pamoja na mke wake Pastor Ezekiel ambaye ni Pastor Sara. Huko hatukujua kitu gani kilijiri, lakini leo kuna picha ambazo wameshare Martha Mwaipaja ambazo zinaelezea kile ambacho kilikuwepo mle ndani. Mtoto na wazazi wake wanaweza kuzungumza nini zaidi ya kutakiana baraka zaidi. Tunaona ameshikwa kichwa hapo akiombewa, na baada ya hapo kikubwa ambacho kimesababisha nilete habari hii ni namna ambavyo kwanza Pastor Ezekiel alizungumza kwamba alipokuwa na changamoto alimuomba Mungu kwamba nipe nafasi ya kufanya kazi au kutumika zaidi ya vile ambavyo nilikuwa ninatumika, na nikipata nafasi hiyo nitafanya zaidi ya vile nilivyokuwa nafanya. Sasa leo hii ameposti Martha Mwaipaja kwenye ukurasa wake wa Instagram. Anasema kwamba nashukuru sana baba yangu, umenitia moyo sana na kazi ya Mungu alionipa nitaifanya kwa bidii kuliko mwanzo. Nitaimba kama sijawahi kuimba. Akiweka hizo picha, lakini main picha ni hii ambayo, au picha ya msingi ni hii ambayo amewekewa mikono na hao watumishi wa Mungu, Pastor Ezekiel pamoja na mke wake Pastor Sara. Huenda ukawa huu ndo mwanzo mpya wa kurudi kwa Martha Mwaipaja, kwa sababu tunaona wakati Pastor Ezekiel amesema kwamba atahubiri zaidi ya vile alivyokuwa anahubiri, kipindi hicho alikuwa hajatoka katika nchi ya Kenya, lakini baada ya hapo ndo alifunguka. Sasa hivi anaenda hadi Europe, nchi kadhaa Afrika, ameshatembea sana. Kwa hiyo alifanya kama vile ambavyo aliahidi. Je, Martha naye atafanya kama ambavyo Pastor Ezekiel alimwahidi Mungu? Hilo tunaliacha, na kizuri ni kwamba mlima maombi bado uko pale pale Vetal Joro. Japo mkutano umeisha pale kuanzia siku ya Alhamisi hadi siku ya Jumapili, ni kuomba tu. Unaweza ukaweka ratiba yako mwenyewe ya kwenda mlimani pale, ukaomba, ukashuka kanisani ukaomba na wenzako. Kuna mkesha pale. Lakini pia unaweza ukapata baraka za watumishi wa Mungu akiwemo nabii Utukufu kwa Bwana ambaye anasimamia huduma ya Yesu, ni nuru ya watu katika mlima ule. Kwa hiyo bado baraka ziko Arusha japo Pastor Ezekiel ameondoka. Unaweza ukaweka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas.